BMP TV Professional Update. Waendeleaje ndugu mtazamaji wa BMP TV Online? Karibu katika BMP TV Online, sauti ya wananchi, jicho la ukweli na nuru ya taifa. Hapa tunakuletea habari moto zinazochambuliwa kwa kina kutoka katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, Afrika na dunia kote. Kila tukio, kila kauli, kila hatua tunakusogezea kwa uwazi, uhalisia na bila kupindisha. Na leo tarehe 21 Novemba 2025 tunaanza katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Na ni mtasari wa habari. Mapigano makali yameendelea kuripotiwa katika maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika njia kuu ya kitaifa namba 2 inayoelekea Bukavu, Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, amezindua rasmi tume maalum ya uchunguzi kuhusu vurugu na uvunjifu wa amani vilivyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. DRC. Tupo moja kwa moja kutoka barabara ya kitaifa namba 2, njia muhimu inayoelekea mji wa Bukavu, ambapo hali ya kijeshi imeendelea kuwa tete. Mashuhuda wanasema milio ya risasi na mabomu imesikika katika maeneo kadhaa kando ya barabara hiyo, huku wapiganaji wa wazalendo wakisonga mbele kwa kasi kuelekea Bukavu. Viongozi wa makundi ya wazalendo wamesema kupitia ujumbe wao moja kwa moja kwamba wamelizuia jeshi la adui lisisonge mbele, wakisisitiza kuwa Bukavu ni shababu ya operation yao. Wameeleza kuwa maeneo yote muhimu yamewekwa chini ya ulinzi wao na adui hana tena uwezo wa kupenya. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na duru za usalama, majeshi ya serikali yameonekana kujipanga upya katika maeneo ya pembezoni mwa Bukavu, yakijiandaa kwa uwezekano wa mapigano makali zaidi. Wananchi wameombwa kuepuka kusafiri kupitia barabara ya kitaifa namba 2 kutokana na hatari inayoendelea. Wapiganaji hao wazalendo pia wamewataka wakazi wa Bukavu kutulia na kushirikiana kwa kutoa taarifa za kiusalama, huku akiahidi kuwa ukombozi wa mji huo uko karibu kutimia katika siku chache zijazo. Katika ujumbe wao wa mwisho, wamesema dunia nzima inashukuru wazalendo kwa ujasiri wao. Bukavu itakuwa huru na kila kona ya Kongo itarejea mikononi mwa wananchi. Hadi sasa, hali ya usalama katika mji wa Bukavu na vitongoji vyake inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na vyombo vya habari na mashirika ya kimataifa. Wataalamu wa masuala ya kijeshi wanasema hali inaweza kubadilika kwa kasi kulingana na mwenendo wa mapigano hayo. Kirungutwe tayari. Hawa ni askari jeshi wa coalition Mwenga Shabunda. Ni situation ya sai. Hapa hivi Escale Bukavu. Okay. Adem log FPC Shikito. Hapa tunawapiga kabisa. Tayari. Mwenga Shabunda. Okay. Pour la libération de Bukavu. Mwenyewe mnaona situation haiko bongo hein? C'est ça la situation. Ya hapa. Na batoto wenu biko hapa kwa ajili ya kutia nguvu. Ni mwenyewe presidenti wa MLPC sur les lignes de front Akirungutu. Hiyo ilikuwa ni taarifa kutoka katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Tujielekeze Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, amezindua rasmi tume ya uchunguzi wa vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Hafla hiyo imefanyika jijini Dodoma na kuhudhuriwa na viongozi wa serikali, vyombo vya ulinzi na usalama, pamoja na wawakilishi wa taasisi mbalimbali. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Samia alisema kuwa tume hiyo inalenga kurejesha imani ya wananchi katika demokrasia, kuhakikisha ukweli unafahamika na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wale wote watakaobainika kuhusika na machafuko. Lazima tujue kilichotokea, nani alihusika na kwa nini vijana waliamua kushiriki kwenye vurugu. Tunahitaji suluhisho la kudumu, si lawama, alisema Rais Samia. Tume hiyo itafanya kazi katika mikoa yote
iliyoripotiwa kuwa na matukio ya uvunjifu wa amani, ikiwemo Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, ambapo vurugu ziliharibu mali, kusababisha majeruhi na kuvuruga shughuli za kiuchumi. Kwa mujibu wa tangazo rasmi, tume hiyo inaongozwa na jaji mstaafu akijumuisha wanasheria, viongozi wa dini, wawakilishi wa vijana na wataalamu wa masuala ya haki za binadamu. Wamepewa muda wa siku 60 kukamilisha uchunguzi na kuwasilisha ripoti kamili kwa rais. Hata hivyo, tangazo la tume hiyo limepokelewa kwa mtazamo tofauti. Baadhi ya mashirika ya kiraia, asasi za haki za binadamu na viongozi wa vyama vya upinzani wamesema kuwa tume hiyo haitaweza kufanya kazi kwa uhuru kamili kutokana na kile wanachokiita wadhiri wa kiserikali. Viongozi hao wanapendekeza kuhusishwa kwa wachunguzi wa kimataifa kutoka Umoja wa Mataifa au Umoja wa Afrika ili kuhakikisha mchakato unakuwa wa uwazi na matokeo yake yakubalike kwa pande zote. Wakati huo, baadhi ya wananchi wameipongeza serikali kwa hatua hiyo, wakisema ni ishara ya kujituma katika kusaka ukweli na kuzuia machafuko kama hayo kutokea tena siku zijazo. Ni jambo jema. Tunahitaji amani na umoja wa kitaifa kuliko siasa za kugawanya watu, alisema mkazi mmoja wa Dar es Salaam. Kwa upande wake, wachambuzi wa kisiasa wanasema tume hiyo ni kipimo muhimu cha namna serikali inavyoshughulika masuala ya haki za binadamu na demokrasia, hasa katika kipindi ambacho Tanzania inaangaliwa kwa karibu na jamii ya kimataifa. Taarifa zinasema tume itaanza kazi rasmi wiki ijayo mara tu baada ya kiapo cha wajumbe wake, na matokeo yake yatatarajiwa kuleta mwelekeo mpya katika siasa na utawala wa kidemokrasia nchini Tanzania. Na hivi ndivyo tunafunga kurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata update zetu mara tu zinapotoka. BMP TV Professional Update.